Anasema kwamba rekodi zipo kwa ajili ya kuendelezwa na kuvunjwa. Sasa kama kuna rekodi ambazo Simba wangetamani kuendelezwa, basi ni hizi rekodi walizokuwa nazo kwenye mechi za ugenini za hatua hii ya mtoano. Wamekuwa bora mno kwenye hatua ya mtoano kwenye michuano ya CAF. Na hata kipindi ambacho Simba wanashangazwa kutolewa katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye hatua hii ya mtoano na Songo, ni baada ya kufanya vizuri mechi ya kwanza. Unakuta nyumbani ugenini wanafanya vizuri mechi ya kwanza, mechi ya pili hapa hata na Galaxy ile kule wakaja hapa wakafanya ujinga wakafungwa wakatolewa. Kwa hiyo kama kuna rekodi nzuri ambazo Simba wangetamani kuziendeleza, basi ni namna gani ambavyo wamekuwa wakifanya vizuri katika mechi za ugenini. Unadhani siri imekuwa ni nini ya Simba kufanya vizuri katika mechi za ugenini? Haijalishi unakuwa na kocha gani, makocha tofauti, lakini rekodi inasalia ile ile katika mechi zao za ugenini kwenye hatua. Moja ya sifa ya timu kubwa barani Afrika, ukiangalia timu nyingi kubwa barani Afrika ambazo zinafanya vizuri, mara nyingi zinajua kucheza mechi za ugenini. Yaani ikiwa katika uwanja wa ugenini zinajua kucheza michezo hiyo ya ugenini. Angalia Ahly anaocheza michezo yake ya ugenini, angalia kina Pyramids wanapocheza michezo, Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo Simba ana hizo element za kutokana na experience ambayo yupo nayo hivi sasa, ukubwa ambao yupo nao hivi sasa. Amecheza mashindano haya mara nyingi zaidi hivi sasa. Kwa hiyo anajua nikiwa katika uwanja wa ugenini natakiwa nifanye nini, na mara nyingi amekuwa akifanikiwa katika viwanja vya ugenini. Rejea katika mchezo ambao walicheza na Power Dynamos pale Zambia, mchezo ambao walimalizika kwa sare ya mabao 2-2. Mchezo ule wa ugenini ndio mchezo ambao uliwasaidia Simba kuqualify kwenda katika hatua inayofuata, kwa sababu mchezo wa nyumbani walikuja kutoka sare ya goli 1-1. Kwa hiyo faida ya kucheza vizuri kwenye uwanja wa ugenini ndio iliwasaidia. Kwa hiyo Simba kucheza ugenini imetokana na uzoefu ambao wapo nao, wameenda viwanja vingi. Wanaenda Eswatini, hii sio mara ya kwanza kwenda Eswatini. Walienda mwaka 2018, walicheza namba 8 Swallows, waliwafunga mabao 4-0. Kwa hiyo unaona ni tayari ile exposure ambayo wapo nayo, ule uzoefu ambao wa kucheza viwanja vingi vya ugenini, viwanja vigumu vya ugenini, inawasaidia wao kujua tunacheza vipi na tunafanikiwa vipi kuondoka na matokeo chanya. Kwa hiyo hiko ndio kitu ambacho kinawasaidia Simba kutokana na uzoefu wao wa kucheza viwanja vingi vya barani Afrika vya ugenini, inawasaidia wao kujua tunachezaje na kufanikiwa kuondoka na matokeo chanya. Mechi kama hizo ambazo unazishuhudia hapo katika hatua ya mtoano 2022 mpaka 2025 dhidi ya Gaborone United, Simba ikashinda goli 1-0, lakini pia dhidi ya Al Ahly Tripoli Simba ikapata suluhu ugenini, ikatoka sare ya magoli 2-2 dhidi ya Power Dynamos, lakini pia ikashinda magoli 3-1 dhidi ya Primeiro de Agosto ya Angola. Nyasa Big Bullets wakacheza kichapo cha magoli 2-0 pale. Na huu mchezo nakumbuka Juma Mgunda ndio kwa mchezo wake wa kwanza kabisa. Alisema kabisa hizi sifa msinipe mimi. Mwambieni Matola yeye ndo amekaa na timu, mimi nimekuja siwezi training session moja tu hapa eti nije nifanye timu ishinde magoli 2. Sio kweli. Kwa hiyo alizikataa kabisa hizo sifa. Alisema wazi kabisa, hizi sio za kwangu. Hizi sio za kwangu. Peni mdogo wangu. Mechi ijayo unitafuta, lakini hizi mpeni Matola. Ni mechi ambayo ilibuka na mambo mengi sana. Taarifa zikawa nyingi. Mgunda hawezi kukaa kwenye benchi. Nchi na maneno mengi sana. Hasa kwenye mpira. Kila mtu anajua. Wakasema alipeleka yule kocha alikuwa timu ya taifa ya wanawake. Kwa nani yule kocha alikuwa timu ya taifa ya wanawake yule ya Simba Queens. Timu ya Simba Queens of course alikuwa. Baadaye akachukua yule kocha akapelekwa Malawi nakumbuka. Alipelekwa Malawi, amepelekwa kocha ambaye anaweza kukaa kwenye benchi kwenye mechi za CAF. Alipelekwa Sebastian Nkoma. Alipelekwa Sebastian Nkoma. Mgunda hawezi kukaa. Mgunda hawezi kukaa kwenye benchi. Ana sifa za kukaa kwenye benchi kwenye mechi za CAF. Alafu sasa nakumbuka tulikuwa wote kipindi kile Malawi. Mmoja anko vipi maneno anasema anko anajua kushusha pressure. Acha sikumze. Wamekwenda kwenye press akamwambia tutaona kesho.